Kuna taarifa ambazo zinazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii kumhusu Mohamed Dewji ndani ya Simba. Tetesi zinasema wapo watu ndani ya Simba Sports Club wanahitaji kumuondoa aingie mtu mwingine. Lakini inahusishwa biashara, kampuni moja ya kibiashara kutoka nje ya Tanzania ambayo wanatumia fursa hii ya kutaka kumuondoa ili wao ndio wakae kwenye eneo la kuimiliki Simba Sports Club. Leopard, twende tukaangalie ikiwa hizi taarifa zinazotapakaa mitandaoni zina ukweli wowote ule. Ni kitu gani ambacho viongozi wa Simba waliopo madarakani kwa sasa hivi wanapaswa kukifanya kumprotect Mohamed Dewji ambaye from zero to hero hapa tunapoizungumzia Simba kwa 100% ni Mohamed Dewji ndio amefanikisha hili jambo. Wafanye nini kumprotect Mohamed Dewji? Kwanza nianze kwa kusema kwamba Simba ni taasisi ambayo ilikuwa ipo chini ya wadhamini ambaye sio mmoja. Simba imekuwa ni taasisi nchini, ni kubwa kweli kweli, ina wafuasi wengi. Mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia kwenye matamasha yao ya Simba ambayo yamekuwa yakifanyika kila mwanzoni wa msimu. Lakini pia Mohamed Dewji amechangia pakubwa, takriban ni miaka 10 sasa kwenye klabu ya Simba. Mohamed Dewji amekuwa ni sehemu ya hiyo mafanikio ya Simba ambayo ameyapata. Simba inafika hatua ya robo finali mara 4. Asilimia kubwa Mohamed Dewji amehusika kwenye mchango wake wa financial muscles kwenye kikosi ambacho kilikuwa kinaweza kwenda kucompete na timu kama vile National Al Ahly sometimes, na timu kama vile TP Mazembe kuna wakati ilikuwa bora kweli. Kuna wakati pia timu kama vile JS Saoura walikuwa waenda kucompete nazo, AS Vita, Wydad Casablanca, Raja. Hii yote ni nguvu ambayo ilikuwa imewekwa na tajiri Mohamed Dewji ambaye kuna muda ukija kuangalia kwenye sponsorship la klabu, yeye anachangia 49% kwenye umiliki, and then 51% ni mashabiki wa klabu ya Simba. Nazungumza mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba, wao wanachangia 51% kwenye kuimiliki klabu. Ikifika stage eneo kama hili kwamba mdhamini ambaye ni mmiliki wa klabu, nikizungumza kwenye eneo la udhamini na umiliki, inakuwa ni vitu viwili tofauti I think, sababu Mohamed Dewji yeye ni mmiliki ambaye kwenye klabu ana hisa zake kwa 49%. Kwa hiyo kama kampuni nyingine imetamani kuja kuingiza nguvu zake kwenye club, lazima iwe na financial muscles kweli kweli ya kuweza kumtoa huyu ambaye ni tajiri ili mradi wao wawe juu. Kwa hiyo inaweza ikawa pia ni biashara kwa klabu ya Simba kuweza kujiuza kwa sehemu moja ama nyingine, lakini pia inaweza ikawa ni sehemu pia ya kufanya kitu ambacho kinaitwa transformations, yani klabu inapitia kwenye ule mfumo wa transformation kutoka sasa hivi namna ambavyo alivyo na kufikia mwenendo mzima wa uongozi kuweza kubadilika. Kwa hiyo binafsi naweza nikasema kwamba ni hatua ambayo kwa sehemu moja ama nyingine wana Simba wanahitaji kupokea katika mlengwa wa kulia, lakini pia kwa sehemu nyingine inaweza ikawa ina athari ndani yake, maana Mohamed Dewji ni mtu ambaye amekuwa karibu sana na klabu ya Simba, anaifahamu kwa kinagaubaga. Ukitazama the way ambavyo story inavyosemwa ni kwamba si Mohamed Dewji aendelee kuwepo ndani ya Simba. Mohamed Dewji anatakiwa aondoke, kwa maana ule umiliki wake wa 49% anyang'anywe apewe mtu mwingine ambayo inatajwa ni kampuni ya kigeni. Lakini anayehusishwa nayo ni mtu ambaye amewahi kuwa kiongozi ndani ya Simba, kwamba ndiye anayewaleta. Sasa kama Mohamed Dewji amekuwa akicontribute kwa kiwango hiki kufikia hatua Simba tunaiona hatua ya robo finali kwenye mashindano makubwa kama ligi ya mabingwa barani Afrika na finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, inawezekana vipi kwa watu ambao wanatambua thamani ya kile ambacho amekuwa akifanya Mohamed Dewji wanaanza kuandaa mipango ya kumuondoa kwa njia ambazo tuseme si halali? Kwa sababu ikiwa Mohamed Dewji anatambulika kisheria, then inatakiwa aondoke, itatumika utaratibu gani kumuondoa na atakuwa ameridhia? Moja kwa moja njia ambayo inafaa ni njia ya maridhiano, kama nilivyozungumza awali kwamba hii pia inaweza ikaenda kuwa ni njia ya biashara. Klabu ya Simba inafanya biashara, and then tajiri Mohamed Dewji naye pia atakuwa anafanya biashara zake moja kwa moja. Unakuja kutizama kama kuna kampuni nyingine ambayo imejaribu kuja kuinvest kwenye klabu ya Simba na kutaka ile ownership ya kuingia kwenye hisa za klabu ya Simba,
ni lazima yule ambaye alikuwepo wafanye naye pia kama vile wafanye naye mazungumzo wakubaliane, and then Mo atapata percentage ya kiasi gani. Lakini pia kuna ile mikataba ambayo tunasema kama klabu inabidi isaini ili mradi waonekane kabisa ambao hawa walikuwa wanafanya kazi mara ya kwanza wameridhiana na huyu mmoja ameweza kukubali ili mradi mwingine ambaye anakuja aingie. Kwa hiyo kwa sehemu ya biashara naweza kusema inawezekana, lakini kama klabu ilikuwa ina mipango na mwekezaji ambaye ni Mohamed Dewji Mo ambaye kwenye miaka 10 amechangia pakubwa. Kuna story ambayo ilikuwa inakwenda kuangalia kuzungumzwa hivi karibuni, miezi ya hivi karibuni, kwamba klabu ya Simba ilimuongezea hasara rais wa heshima wakati huo Mohamed Dewji ambaye kwa sasa hivi ni amekuwepo pale kama vile kampuni yake inadhamini klabu ya Simba. Kwa anataka kutuaminisha huwa anapata hasara ndani ya Simba. Of course kila biashara ambayo unaiendesha usitegemee faida moja kwa moja. Kwa mfano ungekuwa ndo Mohamed Dewji unapata hasara kwa kuwekeza ndani ya Simba, ungeendelea kung'ang'ania kuwekeza sehemu ambayo unapata hasara? Of course haiwezi kuwa hasara kwa inawezekana tunaongopewa, inawezekana kabisa tunaongopewa na hakuna hasara inayopatikana. Sio kuongopewa, ni kwamba hasara inaweza ikawepo lakini pia faida nayo pia inapatikana. Hebu tuangalie pengine ana long plans ambazo amejiwekea yeye mwenyewe kwamba kufikia muda fulani acha nikubali kwa wakati huu kupata hii hasara, lakini ikifika muda fulani nitajaribu sasa na mimi niangalie wao inapata hasara ili mradi wakati huu nianze kupata mafanikio ambayo nimewekeza kwenye hii klabu ambayo yenyewe inapata mafanikio, why mimi nisipate mafanikio? Na kitu behind the scene. Tukubaliane kwamba Mohamed Dewji kama ni kweli anapata hasara, anashawishiwa sasa au anashauriwa auze sehemu ya hisa anazozimiliki, kama abakia na 29 auze 20 ili hii kampuni inayotaja na wenyewe waingie wawekeze hapo pesa ili yeye awe amenufaika kwa mlango mwingine, au ni zile tu story napata hasara lakini kuondoka haondoki ni kwa sababu anajua kile ambacho anachokipata kwa sababu anatangaza biashara zake na Simba. Mimi naamini timu ni bora iwe na mdhamini mmoja ambaye anajitosheleza kuliko kuwa na wadhamini wengi ambao hawaeleweki nini ambacho wanakifanya kwenye klabu. Japokuwa timu za Ulaya mara nyingi wao wamekuwa, hasa za Amerika ya Kaskazini na Kusini, wamekuwa wana falsafa ya kuwa na wadhamini wengi kweli kweli. Hata kwenye jezi zao ukiwa unatazama unakuta wadhamini wamejaa kuanzia mbele, nyuma, hata pembeni ni majina ya wadhamini. Ile ina contribute kitu, lakini lazima kuwe na yule main sponsor ambaye anadhamini timu ama yeye ndiye mmiliki wa timu kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo hichi ambacho kinakwenda kutokea, Mohamed Dewji inabidi atafakari kweli kweli kwamba kuna faida gani yeye mtu kuwa karibu na klabu kama ya Simba ambayo wana Simba wamefahamu bidhaa zake namna ambavyo zipo kupitia yeye kuwa karibu na klabu kubwa Tanzania na Afrika, lakini pia mafanikio yake ndani ya klabu ya Simba ambayo imetokea mpaka kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yeye kama mwekezaji mkuu kwenye klabu ambaye anachangia 49%, kuna sehemu naye pia amepata kujulikana na kuweza kumwezesha kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo ni mambo ambayo inabidi afanyike kimazungumzo ya kibiashara zaidi ili kuona kila mtu anapata faida kwa upande wake. Yaani Simba ananufaika kwenye hili, hiyo kampuni nyingine ambayo inataka kuingia ubia na Simba ipate faida kwa sehemu moja ama nyingine, lakini pia aliyekuwepo ambaye ni Mohamed Dewji naye pia apate faida kwa sehemu moja ama nyingine, ili wote waweze kuhakikisha kwamba hakuna anayetoka akiwa anamlalamikia mwenzie. Ikiwa kuna njia haramu zinazoandaliwa kumuondoa Mohamed Dewji kwenye kuimiliki Simba Sports, maana yake yanaweza katengenezwa mazingira Simba ifanye vibaya ili mashabiki waone hakuna sababu ya kuendelea kuwepo na mimi moja kwa moja sioni sababu ya kuondoka kwa Mohamed Dewji. Sasa ni figisu anafanywa, yani kinachofanyika ni figisu. Alimradi Mohamed Dewji aondoke ndani ya Simba. So inawezekana ikafanyika sabotage, Simba ifanye vibaya kiwanjani, mashabiki wamchoke Mohamed Dewji, waanze kuuliza kwa nini tunaambia ni tajiri namba 1 wa Tanzania na Simba inafanya vibaya. Haya yote yamekuja mara baada ya Simba kupoteza kwenye mchezo dhidi ya Atletico de Rwanda. Inawezekana ni kama vile mara ya kwanza Simba kupoteza, lakini rahasha. Hakuna klabu ambayo haipotezi ulimwenguni. Unajua timu ambayo ipo vizuri kwenye uongozi hata pia kiwanjani itakuwa iko vizuri kweli kweli, kutakuwa hakuna yale malalamiko. Though mambo ya uongozi ni mambo ya ndani ya klabu yenyewe ambayo mengine hayatakiwi kutoka nje
ili sisi tuweze kuyajua. Inakuwa ni kama vile siri za ndani za klabu. Lakini mimi binafsi yangu naamini mpaka kesho, nitaendelea kuamini nikilala nikiamka kwamba sioni sababu ambayo Mohamed Dewji anastahili kuondoka kwenye klabu ya Simba kwenye hii miaka 10 au zaidi ambayo amekuwa ndani ya klabu ya Simba, na kwenye miaka ya mafanikio ya Simba ambayo imefika robo finali mara kadhaa za ligi ya mabingwa barani Afrika, and then imefika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, imechukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo, mara 4 mfululizo. Unakuja kuangalia hakuna sababu yoyote ambayo inamfanya mwekezaji aweze kuondolewa kwenye huo udhamini wake ambao yuko nao na kupewa mtu mwingine ambaye huyu atakuja kuanza upya kwenye klabu. Sidhani kama atakubali kuendelea na falsafa ambazo alikuwa nazo yule mtu ambaye ameondoka. Kwa hiyo wana Simba kwenye hili asilimia kubwa inabidi waliangalia hili swala kwa mlengo wa kulia kweli kweli. Ni swala nyeti ambalo kwenye klabu lina play part kubwa na lina mata hakika. Mimi na kitu kimoja tu cha kuwashauri wana Simba. Kama mnadhani huyu mtu ambaye anataka kuja kuwekeza ndani ya Simba Sports kumuondoa Mohamed Dewji anafaa sana, klabu yenu inauzika. Muuzini 51% zilizosalia baada ya kuwa mmepata ridhaa ya serikali, kama vile ambavyo mlipewa ridhaa na serikali kumweka mwekezaji mmoja. Rudini serikalini, ombeni ridhaa. Huyo ambaye mnadhani anapaswa kuja kuwa mmiliki wa Simba, yeye amiliki 51%, Mohamed Dewji abaki na miliki 49%. Unless otherwise, mtaendelea kumtafuta mchawi ni nani na hamtakaa mfanye vizuri, kwa sababu inaonekana kuna kitu hakiko sawa kwenye uongozi. Hii ni Golden Boot ya Annual TV. Mimi ni Usama, nilikuwa na Leopard.